Watu wamekuwa na maswali mengi, wameniuliza mengi, watu wengine wamenifuata. Baba, hivi ni kweli kesho ndio mwisho? Yesu anakuja kuchukua kanisa? Naomba nijibu jambo moja. Inaweza ikawa ndio, inaweza ikawa sio. Unyakuo waweza kutokea muda wowote. Unyakuo waweza kutokea muda wowote. Aidha baada ya dakika moja kutokea sasa, ndio. Baada ya lisali moja, ndio. Baada ya masaa kadhaa, ndio. Kesho, ndio. Kesho kutwa, ndio. Baada ya wiki moja, ndio. Au baada ya mwezi mmoja, ndio. Au baada ya mwaka mmoja, ndio. Au baada ya miaka 10, ndio. Baada ya miaka 50, ndio. Hakuna anayejua hiyo siri kabisa. Na nilikuwa nasoma Biblia na kuitafakari, nimeitafakari. Kwa nini Mungu hakumwambia Yesu siku ya kuja? Biblia inasema Yesu alipoulizwa alisema hata yeye mwenyewe hajui na hakuna malaika mwenye kujua. Sikiliza. Yesu angejua, angetufunulia sisi wanadamu. Kwa sababu moja, Yesu amejaa kuanzia kwenye kichwa chake mpaka kwenye nyayo za miguu mpaka kwenye kucha mpaka kila mahali. Upendo umesambaa kila mahali kwenye mwili wake. Na ndio maana Biblia inasema akaacha kiti chake cha enzi, akaja huku duniani, akakubali kuchinjwa kama mwana kondoo. Alikuwa na upendo wa kupitiliza kabisa. Kwa hiyo ni siri ya Mungu. Cha msingi na cha ziada ni kila mmoja ajiandae. Amen. Kila mmoja ajiandae kwa muda wowote waweza kutokea kabisa. Nakataa, sikatai, nakataa, sikatai. Mimi na hoja moja. Kama Yesu angelikuwa anajulikana siku ya kurudi, kusingekuwa na haja sisi kuwahubiria nyewe mwache dhambi. Tungefanya kitu hichi kimoja. Tungeendelea na dhambi na mambo yetu. Kwa sababu atakuja tarehe 27 au tarehe 30 ya mwezi wa 10 labda ya mwaka fulani labda. Tutajiandaa ile siku, kesho yake na anakuja. Tutaokoka leo, kesho tufanyaje? Tutwaliwe. Lakini imefanyika siri kwa sababu moja, ili mwanadamu aepukane na uovu, atembee katika njia ya Mungu huku akijua muda wowote, saa yoyote mwanadamu atakuja. Amen. Naona pia imekaa vyema kwa sababu tungejua tarehe, tusingekuwa haja kumhubiria mlevi aache ulevi, kahaba aache ukahaba, mzinzi aache uzinzi, mwenye wivu aache wivu, au mbea aache umbea. Kusingekuwa na haja ya kuhubiri haya mahubiri. Tungekaa tusubirie, tungewaambia tu mara moja Yesu atakuja siku fulani, mwezi fulani, tarehe imeandikwa, tujiandae wote, kisha fika mwaka huo wote tufanyaje? Tutwaliwe. Kwa hiyo naomba nitoe majibu haya hapa. Inawezekana tarehe 25? Inawezekana tarehe 25? Hakuna ajiwahi. Lakini ukweli ni huu hapa. Jiandae. Amen. Kila wakati. Amen. Na pia ni hatari sana kama sisi watumishi wa Mungu tukisema tarehe ya Yesu kuja na mwezi wa kuja, na wakati huo hiyo tarehe ikapita, na huo mwezi ukapita, na huo mwaka ukapita, tutaitikisa imani za watu. Tutajeruhi imani za nini? Za watu. Hata juu ya mahubiri ambayo tukao tukihubiri ya Yesu kuja, tutawafanya watu wasiamini kwa sababu tayari tumeshawaonyesha kwamba atakuja siku fulani na hakuja. Kwa akili haraka haraka mwanadamu atasema huyu Yesu anaye kila siku anasema atakuja, huyo ni nani? Ni Mungu. Kwa naomba tu nitoe tahadhari kwamba
juu ya habari ya tarehe, siku, mwezi au mwaka, tukiwaambia watu tutakuwa tunakosea. Kwa sababu maandiko, sio mimi na Bi Frankie, maandiko yameonyesha nini? Wazi. Haleluya. Amen. Sasa kwa unapingana na manabii wenzako ambao wametabiri, sipingani nao. Kumbuka kila unabii inatakiwa uwe attachment. Hiyo attachment na neno la Mungu. Unabii unaokupa juu ya maisha yako, juu ya biashara yako, juu ya kazi yako, juu ya chochote kile, lazima ukipimwa kwenye Biblia iwe imeambatana na Biblia na neno la Mungu. Haleluya. Amen. Kwa juu ya habari ya unyakuo kwamba ni tarehe fulani, mwezi fulani, siku fulani, ila ninachokijua ni jambo hili moja, tujiandae. Ndio maana Biblia inasema kesheni mkiomba. Maana siku hiyo ni kama siku ambapo mwivi anapoingia ndani ya nyumba. Siku mwizi anaingia ndani ya nyumba, hakuna anayejua. Unakuta tumelala, tunaamka usiku, tunakuta nyumba ifanyaje? Imevunjwa. Ndivyo siku hiyo Yesu Kristo alipoulizwa, ndipo siku hiyo alijibu itakavyokuwa. Ni kama nyumba mmelala, unashangaa tu asubuhi kuna kucha, milango imefungwa, imevunjwa, vitu vimeibiwa. Na hiyo siku atakuja kama nani? Kama mwivi. Pap! Na kuchukua kwake na kuacha wale ambao sio kwake. Kwa hiyo siku iko namna hiyo. Ipo namna hiyo. Haina jina, haina tarehe, haina siku, haina mwaka. Jiandae muda wote. Amen. Hata unanitazama, jiandae muda wote. Na kama bado hujaokoka, ya kupasa kuokoka sahihi. Amen. Kwa sababu hujui ni lini atakuja. Anaweza kaja usiku wa leo, anaweza kaja asubuhi, anaweza kaja mchana, anaweza kaja muda wote. Haleluya. Kwa hiyo unanitazama pia, na wewe pia ambao uko hapa, kama bado hujaokoka, hebu nyosha mkono wako juu, sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninakuja kwako. Naomba unirehemu. Naomba unirehemu. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Ninatubu dhambi zangu. Ninatubu dhambi zangu nilizozifanya kwa kuwaza, kutenda, hata na kunena. Naomba unifute kwenye kitabu cha hukumu, na uniandike kwenye kitabu cha uzima milele. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunipa wokovu. Nipe nguvu ya kushinda dhambi. Nipe neema ya kutembea katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Na matendo ya Roho Mtakatifu yakae ndani yangu. Katika jina la Yesu. Amen. Hongera, umeokoka. Amen. Umeokoka, lakini kama umeamini ndani ya moyo wako, ukakiri kwa kumaanisha kwenye kinywa chako. Amen. Unaamini na nini? Ya moyo wako. Alafu nakiri kwa nini? Kwa kinywa chako. Na leo niwaambie kitu kimoja. Miujiza yote, unabii wote mnaona, kile kinachoendelea hapa, yote ni Mungu anachokifanya ni kulegeza moyo wako na kuvuta moyo wako karibu kwake. Mwirakisha imba mbona anakumbuka msiba fulani. Mjinga wewe. Sikama nakutukana. Hakuna nyimbo ya msiba. Nimesemaje? Kuna nyimbo ya kumtukuza Mungu. Acha nile kitu.